الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. Ahkam za Mwenyezi Mungu kama ilivyo kwenye vitabu vya fiqh. Tukiendelea na mazungumzo yetu ya fiqh, ni kwamba tulizungumza kuhusu mahala pa kuswalia. Mazungumzo yetu yalikuwa kuhusu mahala pa kuswalia, na miongoni mwa mambo ambayo tumezungumzia ni kuhusu sehemu ile isiwe ghasbi. Kisha tulizungumza kuhusu mwanamke na mwanamume wanafaa kuwa na umbali kiasi gani wanaposwali. Yani tulisema mwanamke na mwanamume hawafai kuwa kwenye safu moja au kwenye laini moja, au mwanamke awe mbele ya mwanamume. Yani hata kama sio katika swala ya jamaa, inapotua kuwa kila mtu anaswali peke yake, mwanamke pia anafaa kuwa nyuma ya mwanamume. Tulisema mahala bora kabisa pa mwanamke kusujudu ni kichwa chake akiweke, yani mwanzo kabisa, asiwe mbele ya magoti, mahala ambapo magoti ya mwanamume anaposujudu. Iwe hapo kwenye magoti wanaposujudu, yani mwanamke akisujudu asujudu mahala magoti ya mwanamume yanafika. La sivyo, bora zaidi ni awe atasujudu nyuma ya mahala ambapo miguu ya mwanamume inasimama katika sajida, na bora zaidi kuwe na pazia, na bora zaidi awe na umbali wa dhiraa 10, yani takriban kwa kipimo cha futi, yani zitakuwa futi kama 10, kwa sababu dhiraa moja inatoshana na karibu futi moja. Kwa hivyo futi 10 wawe na umbali huo. Hiyo ndio umbali ambao unaofaa. Hayo tulizungumza. Kisha tukazungumza pia kuhusu mtu anapokwenda sehemu tukufu ambapo maasumini wamezikwa, Mtume sallallahu alaihi wa ali na maimam. Mtu anapokuwa sehemu kama ile hafai kuswali mbele yao. Yani kwa mfano kaburi lake liko sehemu kama hii, wewe ukaenda mbele ukaswali au ukamweka nyuma yako, haifai. Inabidi uwe utamfanya imamu au mtume awe mbele yako unaposwali. Yani mahala ambapo utaswali awe yuko mbele, usiwe, yani hata kama utakuwa pembeni, yani tunakusudia utakaposwali utakuwa pembeni, lakini awe yeye katika mstari. Yani tukiwa tutaweka kwenye safu, atakuwa yeye yuko mbele yako. Lakini ukija uswali mbele yake, inahesabika kwamba ni ukosefu wa heshima na adabu, na hapo inabidi swala yako itakuwa haifai wala haisihi. Kwa hivyo inabidi mtu aswali nyuma ya imamu. Naam, ikiwa ataswali mbele, inabidi kuwe na umbali mkubwa kiasi cha kwamba inahesabika ya kwamba hamkosei heshima na adabu maasum. Au kuwe na kizuizi kama vile ukuta au pazia ambayo inazuia mtu anapokuwa mbele yake. Jambo jingine ambalo tulitakika au katika mazungumzo ni kwamba katika masharti ya mahala pa kusujudu ni kwamba mtu anaposujudu mahala ambapo kipaji chake kinaposujudia pawe ni tohara. Hamna tofauti kama kuna majimaji au hakuna majimaji. Almuhimu ni kwamba ile sehemu iwe ni tohara. Ama sehemu ambayo unayosujudia ambapo mikono
magoti na ncha za vidole, sehemu hizo zinapogusa si lazima ziwe tohara, lakini kwa sharti ya kwamba hizo sehemu zisiwe zina umajimaji wa kufanya najisi iweze kuja kwenye mwili wako. Na haya tulielezea nafikiri pia. Jambo jingine sharti ambalo tunalo ni kwamba sehemu unayosujudu, unayoswalia au sehemu unayosujudia, hasa kipaji, sio huku kwingine, mahali kipaji chako kitaanguka, sehemu ile, sharti ya sehemu hiyo ni kwamba iwe ni ardhi au ni kitu kimetokana na ardhi, yani mmea. Na kama ni mmea una masharti yake, kama ni ardhi yana masharti yake. Sasa ardhi ni kwamba ardhi, kama vile Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema ya kwamba ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, anasema ju'ilat liya al-ardhu masjidan wa tahura, mimi nimejaaliwa, Mwenyezi Mungu amejaalia kuwa ardhi ni sehemu yangu ya kusujudia, ni masjid, mahali pa kusujudia, wa tahura, na ni mahali ambapo ninapata tahara kutokana napo. Yani mtu anapofanya tayammum, anafanya tayammum kwa kufanya nini? Kwa kutumia ardhi, kutumia mchanga. Sasa ardhi hii, sehemu hii ya kusujudu inatakikana iwe ni sehemu ambayo ni ardhi. Sasa ardhi, tunaposema ni ardhi ni nini? Kuna vitu ambavyo vimetokana na ardhi au vilikuwa ni ardhi lakini vimebadilika hali yake. Mfano wa dhahabu. Dhahabu ndiyo imetokana na ardhi. Fedha, yani silver, imetokana na ardhi. Au vyuma vingi ambavyo tunavyovitumia kama sufuria na nini, zimetokana na ardhi. Lakini huruhusiwi kusujudia dhahabu, kusujudia fedha, kusujudia vyuma vingine vyote hata kama vimetokana na ardhi, kwa sababu vimepatwa na mabadiliko. Sasa haviitwi tena ardhi, hata jina lake tena limebadilika, sio ardhi bali ni vitu vingine, ni dhahabu, ni madini na hali kama hii. Vitu ambavyo navyo vimetokana na ardhi kama mimea, haijuzu kutumia mimea ambayo imebadilika, imetoka sifa yake au jina la mimea au mmea, jina lile limetoka. Likiwa limetoka basi limekuwa jambo lingine, basi itakuwa haijuzu. Mfano wake ni nini? Mfano wa kitu ambacho ni mmea kimebadilika ni jivu. Mti, jani la mti limechomwa, limebadilika likawa jivu. Sasa hapo hili huwezi kusujudia jivu. Pili, makaa. Mti umebadilika umekuwa makaa, huwezi kusujudia. Lakini kama mmea uko katika hali yake vile vile unaruhusiwa kuutumia na hamna tatizo. Naam, kuna hali ambayo kuna vitu ambavyo vimetokana na ardhi na vimepatwa na mabadiliko kiasi fulani, lakini bado vinahesabika ni kama ardhi, yani haikatazwi kutumia. Mfano wake ni kama udongo uliochomwa ukabadilika, kama vile nyungu. Hizi nyungu ambazo tunazotumia, nyungu zetu hizi za kupikia chakula, nyungu kama hizi zimetokana na udongo na hamna shida ikiwa mtu atasujudia kuswali, hamna tatizo. Hizi nyungu ambazo watu hutengeza, zinazunguka na kuzipatia shape mpaka zinakuwa zile ambazo hutumika pia kwa kupikia, nyingine hutumika kwa kuwekea maua. Vitu kama hivyo mtu anaweza kusujudia. Kitu kingine ni tofali. Tofali ambazo zimetengezwa na udongo zikachomwa pia hamna tatizo, hata kama zimechomwa. Hizi pia ukitaka kusujudia hamna tatizo. Kitu kingine pia ni chokaa. Chokaa pia inajuzu kutumia hata ingawa imetolewa, imechomwa, na mtu aweza kutumia. Na kuna chokaa nyingine, kwa Kiswahili labda tutaita chokaa, au kwa lugha nyingine tutaita dawa ya kutolea nyele za ziada.
kwa Kiarabu wanaita nura. Itaitwa kama ni chokaa, ni aina ya chokaa, rangi yake ni chokaa. Hii katika Uislamu tumezoeshwa na tumeambiwa pia tuwe tukitumia, kwa sababu nyele za ziada, kwa mfano nyele za makwapa na sehemu za siri zinafaa kutolewa. Hasa mtu muumini anaambiwa asipitishe siku 40 ikiwa hajazitoa, na njia ya kuzitoa ni kwa kufanya nini? Kwa kutumia hii ni dawa inayoitwa dawa, yani kwa Kiswahili tutaita tu dawa ya kutoa nywele za ziada. Hii hukorogo, yani hutiwa maji. Kwa mfano ukatia maji moto, huwa ni kama unga, unatia maji kidogo, alafu unakoroga, inakuwa kama uji au ngumu zaidi kiasi kile, alafu unaiweka kwenye sehemu zile za nyele, na kwa muda wa dakika kama 5 zile nyele hukatika kwenye ncha zake, yani kwenye ncha za kule ndani ambazo zimeshikana na ngozi, na wewe utakwaruza tu na kutoa, zitakuwa zinatoka. Na pia zaidi ya hapo huwa zinatoa na uchafu, kwa sababu sabuni mara nyingi hata ukioga nayo haitoi uchafu ambao umekwamilia kwenye ngozi, lakini hii inapotoa hutoa na uchafu ambao umekwamilia kwenye ngozi. Sasa ni kitu ambacho kina usafi. Sasa kitu kama hiki kando, sasa ilikuwa ni mambo inaingia kwenye upande wa tiba ya Kiislamu na hii, lakini ikiwa utaitumia pia kwa sajida hamna tatizo. Mtu ikiwa utaipata usujudie pia ni sawa na chokaa, hamna tatizo. Ndio kuna wengine siku hizi wanajaribu kuzitengeza kama hizo au zimetokana na hizo, yani kama hiyo dawa. Kuna dawa zinawekwa kwenye vyombo hivi kama vile chombo cha hii ya kutilia ya dawa ya Colgate, kama wao huweka na kutengeza kama hiyo, kuweka kwenye chombo kama hicho, na utumika, yani inauzwa kwenye chemistry, na hii pia inatumika kama hiyo. Kwa mfano jina ambalo utakuta miongoni mwa hizo dawa ambazo zimetengezwa za kikemikali ambazo zinafanana na hii zinaitwa kuna Vito. Hii mtu akipaka ni sawa na hiyo tu, na huenda ikawa ni hiyo wameitengeza na ikawa wameongeza baadhi ya vitu makemikali ndio kutumia. Sasa alakuli hal hiyo hauwezi, kama ni hiyo ya kufinya huwezi kutumia, kwa sababu hiyo ni kitu kingine kimetengezwa. Lakini kama ni unga huu ambao tunasema, mtu aweza akasujudia. Na kuna masharti mengine ambayo yapo yanahusiana na vitu mimea hii, insha Allah kwenye kikao kingine. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa alihi tahirin.